معلمنا وأستاذنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكتابك الشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها. من تمسك به عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه لقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا. وقال أيضا في سورة القلم: إن للمتقين عند ربكم جنات النعيم. Ndugu zanguni katika imani, inna lilmuttaqina inda rabbikum jannatin na'im. Inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Ndugu zanguni katika imani, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni nyinyi ndugu zanguni katika imani, si katika jambo lingine, ni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, msiwe wanyonge sana, na wala msijione kwamba mnapata tabu mno kwa nyinyi kuachana na mambo yenu, kuachana na shughuli zenu mlizokuwa nazo huko nyumbani na kuja hapa kusikiliza maneno ambayo yalitolewa na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala waliopita kabla yetu. Ndugu zanguni katika imani, sisi tuko katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi tumeambiwa ni bora kuliko nyumati zingine zilizopita. Si katika jambo lingine. Ni katika jambo gani? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tunaamrishana mambo yaliyokuwa mema na tunakatazana yale ambayo yaliyokuwa mabaya, ambayo kwayo Allah subhanahu wa ta'ala hayataki, yale tunakatazana nayo. Lakini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayotaka tuweze kujipamba nayo na tuyafuate, tuyafanye kwa kadri ya uwezo wetu, basi katika majambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuyafanye kwa kadri ya uwezo wetu, na sisi ni lazima tuyafuate, tuyafanye mambo hayo, kwa sababu tunahitajia kitu kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Si kitu kingine, ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, wale waliobakia kule nje si wajanja, hawajaweza, bali wajanja ni sisi tuliokuja hapa, ikiwa kama tumekuja kwa nia kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, mimi na imani katika eneo hili Waislamu si hawa tuliokuwepo hapa ndani, hapana, ni wengi mno, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua baadhi waliokuwa na nia, ndio ametufanya tukahudhuria katika moja ya nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema katika surati al-Jinni: wa anna al-masajida lillah. Ndugu zanguni katika imani, unapohudhuria katika nyumba ya Allah, basi jua ya kwamba huondoki hivi hivi, lazima kuna malipo unayapata ili yakusaidie wewe huko ambako unapokwenda. Siku ambayo hakuna cha mtu kumjali mtoto wake, siku hiyo mtu anamkimbia mke wake, anamkimbia mme wake, na halikadhalika anawakimbia mpaka watoto wake. Siku hiyo kila mtu analia na nafsi yake,
inatakiwa sisi tuweze kupata msaada. Sasa ni lazima tujitahidi, haya matendo yetu mazuri tutakayoyafanya hapa duniani ndiyo yatakayokwenda kutufaa huko. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, mada ambayo niliyoikusudia kuzungumza na nyinyi katika wakati huu, ndugu zanguni katika imani, inasema kwamba tusibomoe amali zetu njema baada ya kutumia nguvu kubwa kuzijenga amali zile. Ndugu zanguni katika imani, tukienda moja kwa moja katika surati Nahli, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na msiwe kama mwanamke ambaye naqadat ghazlaha, aliyefumua ukiri wake, min ba'di quwwa, baada ya kutumia nguvu kubwa kuufuma ukiri ule, ankatha, akaufanya kuwa vipande vipande. Ndugu zanguni katika imani, katika mji wa Makka enzi hizo kulikuwa na mwanamke mmoja, akili yake ilikuwa haiko sawa sawa, alikuwa ni majnuni. Ilikuwa ikifika asubuhi anaondoka kwenda huko porini kutafuta majani fulani ambayo wanatengenezea ukiri. Anatafuta majani yale, akiona yanatosha, basi anarudi nyumbani kwenda kuufuma ukiri wake. Sasa baada ya kuwa ameufuma akaukamilisha ukiri ule, anaanza kuufumua na kuukatakata, anaufanya vipande vipande. Sasa tunapewa mfano huu unawagusa wale ambao anafanya kazi kubwa ya kufanya amali njema, halafu inafika siku baada ya siku anaziflashi zote zile amali zake njema, anabakia hana kitu. Ndugu zanguni katika imani, natolea mfano katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita. Wako baadhi yetu miongoni mwa Waislamu ambao walikuwa hawafanyi ibada. Utawaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, shehe kama ni baba fulani ananunua kanzu yake vizuri kabisa, anakuwa anahudhuria msikitini, anafanya ibada, tena huenda kwa uwezo wa Allah anamjalia, anaamka mpaka usiku, anafanya ibada za usiku ambazo zina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafanya ibada katika ule mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini cha kushangaza, baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha, hata kanzu anapoiweka hajui. Msikitini ndiyo basi kuswali anaacha, hata huo usiku wenyewe haamki. Hata kama itatokea kwamba amepata labda dharura fulani, akatokea ameamka usiku katika muda ambao alikuwa anafanya ibada, lakini anaona bora arudi kulala. Kwa hiyo mtu huyu anafanya kazi kubwa ya kutengeneza imani yake iliyokuwa thabiti mbele ya Allah katika ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anafanya amali nzuri kabisa, lakini anaanza kuziporomosha taratibu. Na hapa kulingana na mfano huu, labda tugusie dhambi moja ambayo dhambi hii mtu kama ataifanya ndiyo inafuta kila kitu katika amali zake njema. Si nyingine, ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu unakuta yeye anafahamu kabisa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwezi wa Ramadhani ukiingia anaachana na zile habari, anamwabudu Allah, lakini baada ya ule mwezi kupita anarudi katika ushirikina wake. Sasa akisharudi katika ule ushirikina, na Allah kama jinsi walivyotangulia kuzungumza wenzangu, wakatoa na aya kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
yule ambaye atakayemshirikisha, basi moja kwa moja mtu yule akafa katika ile shirki hatasamehewa. Si kusamehewa tupu, hata akienda na lile daftari lake la mambo mazuri mbele ya Allah linakuwa halina kitu, kwa sababu shirki inabatilisha amali zake zote zilizokuwa njema. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kila mtu anaifahamu nafsi yake. Inatakiwa tujitahidi kudumu katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatufahamu kwamba lini tutaondoka katika huu mgongo wa ardhi. Sisi wote hatufahamu, ni jambo ambalo Allah hajatubainishia. Kwa hiyo sisi tunaishi, lakini kikubwa tunajitahidi kuzidisha dua kwamba Allah atujalie tuweze kupata mwisho mwema, na tunamwomba Allah atujalie tuweze kupata mwisho mwema. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ikiwa mtu hajui atafariki lini, inatakiwa afanye juhudi ili ikitokea muda wote anaondoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi awe ameondoka na mambo ambayo anayoyahitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni lazima tujitahidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka walimjia makafiri wale ambao walikuwa hawajaingia katika Uislamu. Baada ya kusikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawalingania watu waweze kuingia katika dini yake na wamwabudu Mungu mmoja, hali ya kuwa ni jambo ambalo lililokuwa linashangaza, kwa sababu ilikuwa kila unakuta baadhi ya koo wana Mungu wao, unakuta baadhi ya watu wanao Mungu wao ambao wanamwabudu. Sasa leo hii wanasikia maneno kutoka kwa Mtume Muhammad, anasema kwamba yuko Mungu mmoja. Kwa hiyo waachane na miungu yao, wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusikia vile, wale wazee wa Kikureishi wakaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inatakiwa wewe uabudu miungu yetu kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya kuisha mwaka huo, na sisi tutamwabudia huyo Mungu wako kwa mwaka mwingine. Kwa hiyo iwe kama zama, mwaka huu anaabudiwa Mungu ambaye ni Allah, na mwaka mwingine wanaabudiwa wale ambao wasiokuwa Allah, jambo ambalo ni la shirki kabisa. Hasa Mtume Muhammad alipoambiwa vile, kutokana na ukubwa wa jambo lile, namna lilivyokuwa ni jambo la ushirikina, shirku, ndugu zangu katika imani, jambo lile lilivyotokea lilimpelekea Allah subhanahu wa ta'ala kumteremsha malaika ambaye ni Jibril mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumletea aya iliyokuwa katika surati Zumar. Mtume anaonywa kulingana na jambo lile kwamba asije akawasikiliza. Lau kama atawasikiliza na akafuata wanavyosema wale wazee, basi moja kwa moja Mtume Muhammad yataflashiwa yale mambo yake mema yote aliyokuwa akiyatenda, ambayo aliyatenda huko nyuma, yote yatafutwa na atakuwa miongoni mwa wale ambao waliopata hasara. Aya hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, kwamba imefunuliwa kwako wewe Muhammad na wale ambao waliokuwa kabla yako, ukimshirikisha ama ukinishirikisha mimi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, basi la yahbatanna amaluka, nitayabatilisha amali zako zote, nitazibatilisha, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa miongoni mwa wale ambao waliopata hasara. Mtume anaonywa kwamba usiwasikilize hawa, baki katika msimamo wako,
Kwa hiyo ndugu zangu ni katika imani, ni lazima tuweze kujitahidi kudumu na yale mambo ambayo yaliyokuwa ni muhimu kwetu sisi Waislamu. Tudili na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ili zikatufae huko tuendako. Sasa hivi ndugu zangu ni katika imani, watu wamekuwa wakifikiria kwamba shirki ni jambo la kawaida mno, hasa huku kwetu vijijini. Ndio unakuta wazee wanafanya uganga ule, hali ya kuwa wanafanya ushirikina, lakini huenda wao hawatambui. Lakini kama jinsi tulivyoambiwa, huenda hawana elimu, lakini wao wanafanya, na wengine pia wanakuwa wanaufahamu na jambo lile, lakini wanabakia katika misimamo yao. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, asilimia nyingi watu wamekuwa wanachinja vichinjwa vyao kinyume na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hawachinji kwa ajili ya Allah, pia nayo hii ni shirki. Wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia nayo hii ni nini? Ni shirki. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya yote tutayatambuaje? Ni lazima tuweze kusoma ndiyo tuyatambue haya. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hawezi kuwaadhibu watu ama hamwadhibu mtu isipokuwa amfikishie ujumbe, na ujumbe umeshafika ndugu zangu katika imani. Wameagizwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sisi ili wafikishe ujumbe, na ujumbe umeshafika ndugu zangu katika imani. Hatuna budi tuweze kuamiliana nao, la si hivyo mwisho wetu utakuwa ni mbaya. Roho zetu zitatoka katika sampuli ambayo isiyokuwa nzuri, kama jinsi tunavyoambiwa malakul mauti anapomfuata yule mtu ambaye katika amali zake yamekithiri yale matendo ambayo yaliyokuwa ni mabaya, basi mtu yule atatolewa roho kwa tabu na shida mno. Atapata tabu sana yule mwenye kutolewa roho yule, kulingana na nini? Na zile amali zake alizozitanguliza. Hakumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na kama alimjua basi alishindwa kufuata utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauhitaji. Ndugu zangu katika imani, tunaambiwa kwamba muumini anapokuwa anatolewa roho, machungu anayoyapata, japokuwa malaika wanakuwa wanamliwaza, anapepewa, anabashiriwa pepo, lakini uchungu anaoupata muumini huyu, wametolea mfano maulama, wanasema uchungu anaoupata muumini pindi roho yake inapotoka ni sawasawa na kumchuna mbuzi ngozi yake hali ya kuwa hajafa. Yaani mbuzi bado ni mzima, halafu achunwe ngozi yake vile vile. Machungu anayoyapata ndio yule ni sawasawa na nani? Na yule mja mwema, namna uchungu anaoupata. Sasa tukitizama mfano huu, je, wale ambao watakaokuwa wamemwendea Allah subhanahu wa ta'ala bila kuwa na amani njema, uchungu utakuwa ni mkubwa kiasi gani? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hatuna budi tujitahidi katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi sana. Sisi binadamu ni wenye kufanya makosa. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabina, kama alivyotangulia kusema mwenzangu. Sisi wanadamu ni wenye makosa, tunafanya makosa mbalimbali, lakini mbora wetu ni yule ambaye anayetubia kutokana na yale makosa aliyoyafanya, akamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, akamuomba msamaha kabla hajaondoka hapa duniani. Ndugu zangu katika imani, unapoingia katika sakaratul mauti, basi ndio mlango wa tauba unafungwa. Shekhe, hata ukiomba vipi haukubali, kwa sababu ule mlango wa wewe kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala umefungwa.
imefungwa, lakini kwa sasa hivi kwa sisi ambao mashallah bado tuna afya njema, mlango huu wa toba kwetu sisi uko wazi. Tujitahidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi kusema hizi istighfari, astaghfirullah, astaghfirullah, kwa siku. Zimepokelewa baadhi ya riwaya, wengine wanasema kwamba alikuwa akisema mara 100 na wengine wanasema kwamba alikuwa akisema hizi istighfari mara 70. Na sisi tukijitizama, ni wapi ambapo tunapata kiigizo chetu? Hakuna mahali pengine, ni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndio tunakwenda pale kujitizama kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko katika hali hii katika maisha yake, basi lazima na sisi tujitahidi kuwa kama yeye kwa kadri ya uwezo wetu. Alikuwa akiswali mpaka miguu inavimba, basi na sisi kama hatuwezi kufikia katika daraja hilo, basi mtu ajitahidi hata walau dakika 15 mtu afanye ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu, kwa sababu kuna vitu vingine viko juu ya uwezo wetu. Tukisema tuvifanye kama alivyokuwa akifanya Mtume, hatutaweza, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni khususiyu linnabii na kuna vitu vingine ambavyo ni khususiyu lilummati. Kuna vitu ambavyo ni special kwa ajili ya Mtume na kuna vitu ambavyo ni special kwa ajili yetu. Kapewa Mtume, sisi hatujapewa. Kwa hiyo ni lazima tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeambiwa sisi ni umma bora, si katika jambo lingine kama hivi tunaamrishana. Mimi nimefahamu jambo fulani, basi hapana budi niweze kuwahabarisha na wenzangu, sio nikae nalo tu iwe ni faida kwangu mimi. Hapana. Kama mitume wangefanya hivi, leo hii dini isingetufikia, lakini imetufikia kwa sababu mtume alifundishwa na pia vile vile akawafundisha na watu wengine, na wale watu wengine waliofundishwa wakawafundisha watu wengine. Ndio maana mpaka leo dini imetufikia. Tunayazungumza haya, hatujayatoa mahali pengine, yametoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa. Tujitahidi sana. Watakaoenda peponi ni watu wachache mno, lakini watakaoingia motoni, subhanallah, ndio kundi kubwa, kwa sababu asilimia nyingi, watu wengi wamekataa kufuata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iko hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inaelezea njia ya kwenda peponi na njia ya kwenda wapi? Motoni. Ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba njia ya kuelekea motoni imepambwa na vitu ambavyo ni vyenye kufurahisha, ni vitu ambavyo vya matamanio ambavyo haswa moyo hupenda, na kama jinsi tunavyoambiwa, moyo asilimia nyingi humwamrisha mtu katika kufanya uovu. Kwa hiyo moto umezungukwa na mambo ya matamanio, lakini ukiangalia pepo imezungukwa na mambo ambayo ni ya makuruhu. Kiukweli, ukimwambia mtu aache shughuli zake aje hapa msikitini kufanya ibada, nafsi yake haipendi, inachukia. Kwa nini aache shughuli yake? Kwa hiyo mpaka wewe uende kule msikitini, unakwenda utakuta muda mwingine nafsi haijakubali. Kwa hiyo ndiyo njia yenyewe ya kuelekea wapi? Hiyo peponi. Ina tabu kama hizi, lakini hatuna budi, ni lazima tupambane na nafsi zetu. Nafsi ikikuamrisha katika mambo ambayo hayafai, basi ni lazima wewe akili yako iweze kujitahidi kupambana na nafsi ile, iweze kuyabadilisha, ishinde yale matamanio ya nafsi.
Ndio maana tumepewa moyo na pia tukapewa akili. Moyo ukitawala akili tayari inakuwa ni tabu juu ya mtu, lakini akili ndiyo inatakiwa itawale nini? Moyo. Sasa ukikuta mtu anaongozwa na kwa matamanio yake, basi ni tabu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo hatuna budi, ndugu zangu, na wahusieni nyinyi pamoja na kuihusia nafsi yangu kuhusiana na uchamungu. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana na ibada za Allah. Katika kufanya hizi ibada za Allah, manufaa yake hatuyaoni hapa, lakini tutakuja kuyaona huko baada ya kutoka katika huu mgongo wa ardhi. Ndugu zangu katika imani, namalizia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iko hadithi yake anazungumzia kuhusiana na hii dunia. Anasema kwamba hii dunia lau kama ingelikuwa na thamani kama bawa moja la mbu, kama ubawa wa mbu, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingemnywesha kafiri hata tone la maji. Lau kama hii dunia ingelikuwa na thamani, Allah asingemnywesha kafiri hata tone la maji. Ni kwa sababu gani iwe hivi? Ni kwa sababu hii dunia yani haina faida yoyote, haina ubora wowote. Ndio maana ikafananishwa kwamba haijafikia hata thamani ya ubawa wa mbu. Mbu ambaye kama atapita anaruka hapa, hauwezi kuziona mbawa zake, kulingana kwamba ni ndogo mno. Hii dunia na vilivyomo, tunaona Allah ametujalia, kuna mambo mbalimbali yanaendelea kisayansi, vitu vingi katika hii dunia, lakini haijafikia hata ubora kwenye bawa moja la Mungu. Na unaweza ukajifikiria kwamba kwa nini wale watu ambao si Waislamu ndio wanapata mno, wanapata sana katika riziki zao, yani wana mali nyingi hapa duniani, wale ambao si Waislamu, wale ambao ni makafiri. Kwa nini wanapata sana hapa duniani? Na sisi Waislamu tukijitahidi kufanya biashara zetu, kipato chetu tunakiona kabisa ni kidogo, lakini wenzetu wanapewa mno, wana mali nyingi mno, wengi sana makafiri kuliko hata wale ambao ni Waislamu, ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani imekuwa hivi? Ndugu zangu katika imani, lazima tutambue ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafirun, kwamba hii dunia ni jela kwa muumini na ni pepo kwa makafiri. Kwa hiyo waacheni waweze kustarehe, mali nyingi wamepewa, wala hata Waislamu msihuzunike juu ya hilo, kwa sababu hii ndiyo pepo yao. Baada ya kutoka hapa mbele ya Allah hawana chao. Kwa hiyo msihuzunike ndugu zanguni katika imani, tusihuzunike juu ya jambo hili, kwa sababu hawa watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawana chao, lazima waende wakaangamie, ikiwa kwamba wataondoka bila kutubia. Kwa hiyo sisi hizi tabu tunazozipata hapa, Allah anatupima, tuangaliwe sisi ni nani miongoni mwetu mwenye vitendo vizuri. Tunapewa mitihani mbalimbali, tuangaliwe ni nani miongoni mwetu mwenye vitendo vizuri. Unakukuta mtihani, ni lazima utambue mtihani huo haujakuanza wewe, bali wako wenzako pia wamepewa mitihani kuliko hata wewe hiyo uliyokuwa nayo. Kwa hiyo jambo la msingi ni nini? Ni kushukuru kwa yale ambayo yaliyokukuta, kwa sababu sisi Waislamu tunaamini zile nguzo sita za imani. Ukienda nguzo ya mwisho kabisa, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi,
Ni lazima ndugu zangu katika imani tuweze kuyafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa maamrisho yake kuna zile nguzo sita za imani. Nguzo ya mwisho tumeambiwa sisi ni lazima tuweze kuamini. Inatakiwa tuamini kadari ambazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ziwe za kheri ama za shari. Jua ya kwamba zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipewa neema mshukuru shekhe, mshukuru Mola wako, jua kabisa amekupa neema hiyo, na jitahidi kuishika kwa mikono miwili na kuitumikia vile ambavyo huyo ambaye amekupa neema hiyo anavyohitaji. Usije ukaitumia kinyume na vile anavyohitaji. Na pia ukipewa mtihani, shukuru. Unatoka wapi? Huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatizamwa ni nani miongoni mwetu mwenye vitendo vizuri. Siku ya Kiyama yatahudhurishwa madaftari yetu. Jamani, kuna malaika ambao wanadhibiti matendo yetu. Nadhani tunafahamu, ndugu yetu alizungumza hapo nyuma, hata mja jambo lolote isipokuwa linadhibitiwa na malaika ambao ni special katika kazi hiyo. Kwa hiyo mambo yako mema ndiyo yatakayokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Litachukuliwa daftari lako lile la mambo mema, yaangaliwe, yapimwe katika mzani daftari lako, mambo yako yale mema na mambo ambayo si mema ambayo umeyafanya, ni ya wapi ambayo ni mengi. Ikitokea yale mengi yamekuwa ni katika yale mambo yako mema, basi siku hiyo kwa uwezo wa Allah na rehema zake umepata faida ya kuelekea katika pepo yake, ambapo kuna kila starehe zingine ambazo wala hata sisi hatuzifahamu. Tumeneemeshwa kidogo tu hapa duniani, lakini huko tunapokwenda, huko ndiko kwenyewe ndugu zanguni. Kwa hiyo tujitahidi, tupambanie huko tunapokwenda, lakini hapa tunapita tu. Hapa tunafanyeje? Tunapita. Kwa hiyo kama tunapita, hatuwezi kufanyeje? Hatuwezi kuwa tukaishi kama vile, yani hatuwezi tukaishi vile ambavyo tunavyotaka sisi. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, hivyo ndivyo ambavyo inavyohitajika. Tuamiliane na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye aliyetuleta hapa na malengo yameshazungumzwa katika Qur'ani. Lengo kabisa ni kumwabudu yeye, hakuna jambo lingine. Sasa ikiwa kama tutakwenda na malengo ambayo tulioletwa hapa duniani, tukienda kinyume na hayo malengo ambayo tumeletwa kwayo hapa duniani, tayari tumeenda kinyume na yale matakwa anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, na siku ya Kiyama tutakuwa hatuna msaada wowote, kwa sababu tumeshakwenda kinyume na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wema. Ewe Allah, tunakuomba tujalie tuwe ni miongoni mwa waja wako wema utakaowaridhia kuingia katika pepo yake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya dhul jalali wal ikram. Rabbana ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana ij'alna min ibadika salihin. Subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka bi rahmatika ya dhul jalali wal ikram. برحمتك يا ذو الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.